watakapochukua viti vyao. Amen. Nachukua nafasi hii niweze kuwakaribisha kila mmoja wetu ambao tumepata nafasi kuwa katika ibada zetu za katikati ya wiki. Vile vile wale ambao pia wanaungana nasi mitandaoni, tunachukua nafasi hii ili tuwakaribishe katika ibada hizi. Nina imani ya kwamba Bwana wa uzima ataenda kutuhudumia. Bwana wa uzima ataenda kutubariki. It's not in vain that we are gathering tonight. It's not in vain that we are in the fellowship tonight. Bwana wa uzima na kusudi nzuri taenda kuyainua maisha yetu na atatuhudumia. Bwana asifiwe sana. Basi ningependa uweze kuchukua kiti chako katika jina la Yesu. Nimeanza somo hili pengine wiki mbili ambazo zimepita, na tumekuwa tukiangalia hali ya kutumika, na tumekuwa tukiona ya kwamba jamanini wapendwa, Mungu ametuita ama tumepata wito kupitia kwa neema. Bwana si sana. Amen. Tumepata privilege, yani ambayo inaitangwa tu, yani kupata nafasi. Tumetunukiwa tu. It is by the grace ya kwamba tumepata wito huu. Tumeingia katika ufalme wa Mungu. Tumo katika ufalme wa Mungu. Kuna wengi wako huku nje wapendwa, hii siri ya maisha haya hawayajui. Bwana si sana. Kuna wengi kule nje ambayo wito huu na nafasi hii na vipawa hizi ambazo huko nazo wengine hawana na hajaweza kuelewa. Kwa hiyo tumekuwa tukiona hasa katika kitabu hiki cha Waefeso 4 mstari wa 1. Maandiko yanasema ya kwamba I therefore the prisoner of the Lord beseech you to walk worthy of the calling which you have received. Waefeso 4 mstari wa 1. Hii mambo tuliona Wednesday iliyopita ya kwamba basi kama mtumwa, Paulo anaongea na Waefeso na anawaambia ya kwamba kama mtumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo, jamanini tembeeni katika njia ambayo inastahili katika wito wenu. Na tulikuwa tukiona ya kwamba wapendwa, sisi ambao tumeokoka tunakuanga na njia ambayo Mungu anatamani tukaipite. Tuna mapito ambayo ni yetu sisi ambao tumeokoka. Na tukaona ya kwamba katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 17 na 18. Hebu tuangalie tu, maana we are just linking up kabla kuingia katika andiko hili. Maandiko yanasema ya kwamba Waefeso 4 mstari wa 17 na 18. This I say therefore and I testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Unapoangalia Waefeso 4 na mstari wa 1, unaona ya kwamba tunaambiwa ya kwamba kuna vile tunastahiliwa kuenenda, kuna njia zetu. Na mstari wa 17 kuna admonishing zaidi. Tunaambiwa ya kwamba tusije tukatembea kama vile ambavyo watu wa mataifa wanatembea. Na tuliona ya kwamba jambo la kwanza ni hili. Watu wa mataifa ni akina nani? Watu wa mataifa ni watu ambao hawamjui Mungu. Watu wa mataifa ni watu ambao hujapata wito huu ambao tumeupata. Watu wa mataifa ni watu ambao hawamjui Mungu. Bwana tukuze sana. Na maana nasema ya kwamba wao tembea, Gentiles walk in fertility of their mind. Yaani wanatembea in vanity. Yaani kile ambacho wanakuanga wana build castles on the hair. Hakuna kitu wanaweza kusimamisha, maana wanatembea in fertile mind. Yaani mawazo yao ni nduni, maana hayana Mungu ndani yao. Unaweza kusikia wenye dhambi wakiongea mambo mengi, lakini the psalmist tuliona alisema ya kwamba wao wenyewe huwa ni kama makapi ambayo yanapeperushwa na upepo.
Hakuna vile tunaweza kuilinganisha na makapi, maana makapi yako yanapeperushwa, yaani unaweza kuyaona lakini yanapeperushwa tu na upepo. Maana yanasema ya kwamba they walk in fertility of mind. Bwana tukuzwe sana. Na jambo la pili tuliona katika mstari wa 18, their mind, having their mind darkened. Wanatembea in fertility of mind, wenye dhambi. Na jambo la pili ni kwamba mawazo yao basi yametiwa giza. Bwana tukuzwe sana. Na tuliona ya kwamba hata usiku unaona ya kwamba watu wale wanapeleka magari wao wakisha mataa. Wanaacha mataa ni kwa nini? Maana hawaonani. Sahihi, katika jengo hili tumewakisha mataa ili tuweze kumulikiwa zaidi. Na mpendwa, wenye dhambi, kwa lugha nyingine, wenye dhambi kwanza, wengi wao, nakumbukaga msemo huu ambao nimeutaja kwa muda. Wengi wao husema ya kwamba kwetu kuzaliwa ni bahati, kwao kuishi ni bahati, na kukufa ni lazima. Kuna that saying ambayo, maana wao wenyewe mawazo yamekuwa darkened. Hawakuwahi wanaweza kuona mbali. Lakini ndani ya Mungu, sisi ambao mpendwa tumepata wito huu kupitia kwa neema. Wito huu mpendwa ambao umeupokea, Mungu ana make sure ya kwamba amefungua macho yako. Macho yako huu unaangaziwa. You cannot compare yourself na watu wengine. Macho yako yamefunguka, hata unaona maisha yaliyo mbele ya kaburi. Maisha yako yamefunguka. Hauoni tu maisha tu ulimwengu huu tu raha na tuanasa. Hauoni, yaani una mambo kama yale kwako unakuwa ya kwamba ni kama unayaogopa. Kwako unapatia kwamba yaani maana umeangaziwa. Mpendwa, nilikwambia vizuri ya kwamba hebu angalia watu usiku. Watu usiku kawaida wakiwa pale nje wanakuanga ya kwamba hawaoni vizuri. Hata unaweza kutoka na mtu akuulize ya kwamba jamanini ama ukuja kumuonia mtu hapa, lakini akiwa mbali hauwezi kumuona. Si kweli? Maana usiku watu waonage mbali. Na Mungu anasema ya kwamba watu ambao hawamjui Mungu, mawazo yao yanakuanga darkened. Yanakuanga yamepofushwa. Wanaona kana kwamba wanaona. Unapoambia mtu ya kwamba kuna maisha mazuri ndani ya Mungu, haonagi. Kuna raha kumtumikia Mungu, hawaoni. Kuna mwenendo ambao tumeitwa kutembea nao, hawatambuaji. Bwana sasa. Hii mambo tunaweza kuona last Wednesday kiundani. Lakini leo nataka ni build on that. Ni kuonyeshe aina 5 ya watenda kazi ambao Mungu, ama tutaona pengine, maana somo hili nataka ku switch. Nilileta pia katika the service. Tushamaliza pengine mafunzo ambayo tushamaliza pengine revival zetu next week, this week. Pengine next week pengine nitapata mapumziko. Alafu pengine ya kwamba next Sunday but one, pengine ikiwezekana mafunzo haya kuhusu utumishi niweze kuyaleta katika the main service. Kwa hiyo nataka tu nikugusie tu kidogo baadhi wafanyi kazi 5 ambao utawapata katika nyumba la Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Maana kumbuka ya kwamba wito huu wapendwa tumeupokea ni kwa sababu ya kutumika. Wito huu sababu ya kutumika. Na nilikwambia kwamba ndani ya Mungu hamna kazi kubwa wala kazi ndogo. Ile iko ni kana kwamba neema na vipawa vinakuanga tofauti. Na Mungu hataki ya kwamba kipawa chako ukikalishe chini. Hataki ya kwamba utumishi ambao umetia ndani yako uanze kuufanyia kama mtu ambaye haelewi. Mungu anatamani ya kwamba uweze kujua. Kwa hivyo aina 5 za watumishi ambao naguzia leo hii, nakuja pengine kubuild ndani kuonyesha wengine 5. Ni kama pengine 10 sort of ambao nimewapata katika Biblia, lakini wa kwanza ni huu wa Filipi 2 and verse number 22. Philippians 2 and verse number 22. Diverse workers in the house of God. Wa Filipi 2 mstari wake ni wa 22. Tusome katika tafsiri yako. Maandiko yanasema hivi,
Ndaguzia tu maana ndabili haya mambo kwa undani tunapokuwa tukienenda. Maandiko yanasema ya kwamba but you know is a proven character that as a son with his father is served with me in the gospel. Watumishi wa kwanza ambao utaona katika nyumba la Mungu ni hao Paulo anapoandikia wa Filipi, anawaita the sons and the daughters. Bwana tukuze sana. Anaongea na Filipo, anaongea na Philippian church, na anaguzia mtu ambaye anaitwa Timotheo, na anasema ya kwamba Timotheo kama approve, kama mtu ambaye amedhibitika ya kwamba yeye ni mwana katika nyumba. Bwana sasa. Pendwa, this one is a level. Hii ni kiwango ambacho ni cha juu katika huduma. Bwana sasa. Hii ni kiwango ambacho ombi langu ni kana kwamba kila mmoja wetu akaweze kuarise na kuingia katika kiwango hicho. Maana katika nyumba la Mungu, mpendwa, kuna watu ambao hawakuwa wana katika nyumba. Bwana tukusifiwe. Maana mwana hata ukimnyorosha namna gani yuko nyumbani. Mwana hata akanyangwe kidole na mandugu zake na mandugu dada zake yuko nyumbani. Paulo anasema ya kwamba this son Timothy is a proven, ni mwana ambaye ni mwana katika huduma. Bwana si sana. Pendwa, as a father, ukifanya kazi na wana hawachukuaji huduma ni kana kwamba ni mahali tu mahali pengine tu, wanachukua huduma kama dhao. Wana attitude ya kwamba huduma, kazi hii, yani it is their thing. Inapokuwa inataka kuanguka ni kitu chao, ni familia yao. Yani kwao huduma ni kitu chao, it is their thing. Wakati ambapo inainuka, joy inakuwa ndio hii ya kwamba our thing, empire yetu, business yetu, kitu ambacho ni chetu kinaweza kunawika namna gani, tunaweza kuifanya ikuwe bora namna gani, maana ni kitu chao. Bwana sisi sons, they are always in the house. Bwana tukuze sana. Wana, they are always in the house. Kuwa kuna nini? Wana utawapata ya kwamba wako nyumbani. I'll continue building on these things. Watu wa pili ni hawa. Katika 2 Corinthians chapter number 12 and verse number 18. 2 Corinthians chapter 12 and verse number 18. Second Corinthians Biblia inasema kwamba I urge Titus and sent our brother with him. Did Titus take advantage of you? Did we not walk in the same spirit? Did we not walk in the same steps? Bwana tukuze sana. Watu wa pili ni unaona Tito, Paulo anamzungumzia akimrecommend kwa Wakorintho. Anasema ya kwamba jamanini, si mtu huyu tulitembea na yeye katika roho moja. Aina ya pili ya watenda kazi, mpendwa, ambao unawapata katika nyumba ya Mungu ni watu ambao they have the spirit of the leader. Paulo anaambia Wakorintho kwamba jamanini, huyu mtu aliwachukulia advantage. Ni swali anauliza. Huyu mtu kuna vile ambavyo anasema aliwachukulia advantage. Huyu jamaa hakutembea na ile roho iliyokuwa ndani yake.
Maana ukiangalia Paulo, ile roho iliyokuwa ndani yake, this man, he was after the gospel. Paulo alikuwa moyo wake ulikuwa kwa Injili. Na wale wana ambao waliwainua akina Titus, hata wakiwatuma na akiwaachia huduma waweze kutekeleza kule ambapo aliwaacha, kama Efeso na mahali kule ambapo alikuwa alikuwa akiwatuma akijua kwamba watu hao wana ile roho ambayo niko nayo. Bwana sisa. Haleluya. Sio ni stima imepotea, si ndio? Tumeona kwamba ni yetu, si ndio?